Halo, naitwa Dr. Godwin Gunewe, balozi wa ufalme wa mbinguni. Naomba leo nizungumzie dhana au concept muhimu sana inayoitwa imani, na neno hili pia sio dhana ambayo inaweza au inayotumika kwenye dini na madhehebu. Neno imani ambayo kwa Kiingereza tunatumia neno faith, neno halisi ambalo wenzetu wa Greek wametumia katika ile katiba ufalme au Biblia, katika lugha ile ya asili ya Kigreek wametumia neno pistis. Sasa ili neno pistis ni neno ambalo linatumika sana katika nchi za kifalme miaka ya zamani sana. Neno hili linamaanisha ni ile hali ya uwezo wa kiuzalendo wa kuiamini serikali ya ufalme husika. Yaani unapomwamini mfalme, unapomtegemea na kumtumainia mfalme kwamba serikali yake, nchi yake ina uwezo wa kufanya jambo lolote kwa ajili yako, hile ndio tunaita neno pistis. Kwa hiyo imani, uwezo na uzalendo wa kuiamini serikali ya kifalme na mfalme mwenyewe na kumwamini mfalme na uweza wake, hiyo tunaita neno pistis. Neno kuja imani. Kwa hiyo hili neno sio neno la kidini, ni neno ambalo linatumika sana katika nchi za kifalme, lakini katika nchi za kidemokrasia wao wana neno patriotism, uzalendo. Yaani uzalendo katika nchi za kidemokrasia, nana mtu anavyoweza kujitoa kwa sababu ya nchi yake, kwa sababu anaipenda na kuiamini. Lakini kwenye nchi za kifalme wao wana neno imani pistis. Maanake ni kwamba ni ule uwezo wa kizalendo wa kumwamini mfalme 100% na serikali yake kwamba ina uwezo wa kufanya chochote, kwa sababu huna shaka nayo kabisa. Unapoiamini serikali ndio inaitwa neno pistis, imani. Kwa neno imani sio dhana katika nchi za sio dhana inayotumika kwenye dini au madhehebu, hapana. Ni concept, ni dhana katika nchi za kifalme. Uwezo wa kiuzalendo wa kumwamini mfalme na serikali yake ya kifalme, ukiamini kwamba yeye anaweza akakufanyia vyote kwenye nchi, kwa sababu kwenye nchi za kifalme mfalme ndio lord, manake mmiliki wa nchi, lakini yeye ndio anayewajibika kuleta ustawi wa kila raia wa nchi. Kwenye nchi za kidemokrasia anayewajibika kuleta ustawi wa nchi na raia wake ni mfalme, lakini kwenye nchi za kidemokrasia hiko kitu hakipo. Kwenye nchi za kidemokrasia unawajibika wewe mwenyewe, lakini nchi za kifalme mfalme ndio anayewajibika kukuletea maendeleo, kukupa maisha, kukupa miongozo ya namna ya kuweza wapi wakupe ardhi ya kulima, upewe nini. Kwa hiyo kwa sababu heshima ya mfalme ni watu wake. Mfalme anamiliki watu, yeye ndio lord owner, anamiliki watu, anamiliki nchi. Kwa hiyo nchi inapokuwa maskini, yeye anafedheka, anapata aibu. Ndio maana yeye ndio anayewajibika. Kwa hiyo wale watu wote walio ndani ya ule ufalme wanapaswa kuwa na uzalendo na kuitegemea serikali ya huyo mfalme na ufalme mzima kwa 100%. Ndio maana kitaalam wa wenzetu wa Greek wana neno pistis, maanake ni neno la kisiasa katika nchi za kifalme, a political term in kingdom countries au monarchical countries. Asante sana. Naomba kama una swali basi utaweza kunipigia kwa namba ile. Serikali ya mbinguni kubariki sana.